Tarehe 9 Disemba asubuhi ya leo, jeshi la polisi limelazimika kuingilia kati haraka baada ya maandamano kuripotiwa kuonekana ama kushuhudiwa eneo hili. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu au nikuonyeshe ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Jeshi la polisi la Tanzania likishirikiana na serikali ya Samia Suluhu Hassan limeweza kulazimika kutoa ripoti ama barua ya haraka kupitia mitandao yao rasmi ya kijamii. Jeshi la polisi la Tanzania likishirikiana na serikali ya Samia Suluhu Hassan Ikulu Dodoma limelazimika kutoa ripoti au barua rasmi asubuhi ya leo baada ya habari kuenea katika mitandao ya kijamii na video kuonyesha watu wakijiandaa na kuanza maandamano mapema alfajiri na usiku wa jana kuelekea tarehe ya leo ya 9 Disemba. Maandamano ambayo yamesubiriwa kwa hamu na ghamu na waandamanaji wanaojiita Gen Z wa Tanzania pamoja na wanaharakati yameweza kuzua hali isiyo ya kawaida siku ya leo. Asubuhi ya leo, huduma ya polisi ya kitaifa ya Tanzania imeenda kufafanua mkanganyiko unaozunguka matukio ya Disemba 9, huku uvumi na video za zamani zikiendelea kusambaa mtandaoni ambazo alfajiri ya leo zimezua hofu. Kulingana na polisi, ambapo waliochapisha video hizo walisema ya kwamba matukio hayo ni alfajiri ya leo, lakini polisi sasa imeingilia kati na kusema ya kwamba haina ripoti yoyote iliyothibitisha ambayo imeonyesha mikusanyiko au maandamano yoyote alfajiri ama usiku wa kuamkia leo. Msemaji huyo wa polisi David Misime ametoa barua hiyo ya kina inayolenga kukabiliana na upotoshaji na kutuliza wasiwasi wa umma, huku akisema hakuna maandamano yoyote yatatokea leo ama ambayo yametokea, haswa baada ya picha nyingi za kizamani kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii Tanzania na kusababisha hisia kwamba maandamano tayari yalikuwa yakiendelea katika sehemu tofauti za nchi. Polisi wamesisitiza kwa kusambazwa kwa video hizo za uongo kulifanywa kimakusudi ili kuzua taharuki na kufanya Watanzania kuingia barabarani mapema leo. Nikikuonyesha barua hiyo ya jeshi la polisi iliyochapishwa alfajiri ya leo au usiku wa kuamkia leo, tazama kwenye skrini yako. Barua hiyo imetoka kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na Jeshi la Polisi la Tanzania. Nikisoma taarifa hiyo kwa umma, katika barua hiyo iliandikwa hivi: jeshi la polisi lingependa kueleza kuwa kuna hii picha mjongeo ya zamani na nyinginezo zinasambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikihadaa wananchi kuwa maandamano yameshaanza. Hakuna jambo kama hilo, kwani vyombo vya ulinzi na usalama vipo mitaani kudhibiti hali kama hiyo. Kama kuna ambao watakaidi kuelewa katazo lililotolewa Disemba tarehe 5 mwaka 2025 kwa mujibu wa sheria za nchi. Jeshi la polisi Tanzania leo linaendelea kusisitiza kuwa kinachohamasishwa na kuitwa maandamano ya amani yasiyo na kikomo bado yamepigwa marufuku na si halali kwa sababu hayajafuata na wala hayajakidhi matakwa ya sheria mama ambayo ni katiba ya mwaka wa 1977 pamoja na sheria ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322. Hata hivyo, katika taarifa hiyo ya polisi ya leo kuhusiana na maandamano ya leo iliyotolewa kutoka makao makuu ya jeshi la polisi mjini Dodoma alfajiri, polisi wamesisitiza kuwa hakuna maandamano yoyote yanayoendelea popote nchini, Dar es Salaam, Dodoma, Arusha au miji mingine. Licha ya uhakikisho huu, vikosi vya usalama vimeendelea kuonekana wazi katika barabara kuu, vitongoji na maeneo ya umma. Maafisa walikuwa kwenye doria wakifuatilia harakati na kuhakikisha kuwa jaribio lolote la kukaidi amri vikwazo vilivyotangazwa mapema wiki hii litaondolewa haraka. Uwepo mkubwa wa maafisa waliovalia sare na waliovalia kiraisi ulionyesha mkao wa hali ya juu wa usalama uliokusudiwa kuzuia mikusanyiko isiyoidhinishwa kupata kasi. Kulingana na taarifa hiyo, kupelekwa kwa usalama hakukuwa athari kwa maandamano yanayoendelea, lakini ilikuwa athari ya kuzuia. Polisi walisema jukumu lao la msingi ni kudumisha amani na utulivu, haswa siku ambayo ilivuta hisia za nchi nzima kutokana na wito uliotangazwa na wengi wa maandamano ya amani ya muda usiojulikana. Mamlaka ilisema lengo ni kuhakikishia raia kwamba nchi imesalia shwari, huku ikiwakatisha tamaa watu wote ambao wanaweza kuwa bado wanafikiria kujiunga au kuandaa maandamano ambayo hayajaidhinishwa. Polisi na serikali ya Tanzania asubuhi ya leo imeshikilia kuwa agizo lililotolewa mnamo Disemba 5 la polisi likiharamisha maandamano yaliyopangwa leo bado lilikuwa linatumika na lipo hai. Walisitiza kuwa hakuna mtu anayefaa kufasiri hali hiyo vibaya au kutegemea maudhui ya mtandaoni yanayopotosha yanayopendekeza kuwa watu wameingia mitaani.
Badala yake waliwataka wananchi kutegemea tu mawasiliano rasmi ya serikali, huku wakionya kuwa taarifa potofu zimekuwa chombo kinachotumika kuleta fujo na mkanganyiko. Vyombo vya usalama vilikariri kuwa viko tayari kukabiliana na majaribio yoyote ya kuhujumu utulivu wa umma. Taarifa hiyo ilieleza zaidi kwamba waandaaji wa yale yanayoitwa maandamano ya amani yasiyo na kikomo hawakutimiza matakwa ya kisheria yanayohitajika ili maandamano hayo yaidhinishwe. Kufikia katikati ya asubuhi ya leo, ikiwa sasa hivi ni saa 4 asubuhi, mitaa ya Dar es Salaam na miji mingine kama Arusha, Dodoma na Mbeya, mikubwa mingi ya Tanzania imebaki tulivu na katika hali ya amani isiyo ya kawaida. Ingawa tulivu isivyo ya kawaida, sasa hivi waandamanaji na waandaaji wa kuandamana mitandaoni wamesema ya kwamba muda wowote wataweza kutokea. Uwepo unaoonekana wa usalama leo ulionekana kuwakatisha tamaa wakazi wengi kutoka mbali na makazi yao. Wale waliotoka nje leo waliripoti kwamba magari mengi ya uchukuzi wa umma yalikuwa yanakaribia tupu, hakuna watu, biashara zimefungwa na biashara ndogo ndogo pia ziliweza kufunguliwa, lakini watu walionekana wapo tayari kufunga biashara hizo iwapo hali yoyote ya vurugu itaweza kuzuka kati ya polisi na waandamanaji. Hali ya anga ilionyesha idadi ya watu iliyochagua umakini badala ya hatari, kwani kutokuwa na uhakika kuliendelea kutawala siku hii. Maafisa wa polisi waliokuwa wakishika doria walionekana wakitahadharisha vikundi vidogo vya watu kutokusanyika hata kama ni kwa mazungumzo ya kawaida tu. Lengo, kulingana na maafisa walioko chini, lilikuwa kuzuia hali yoyote ambayo inaweza kutafsiriwa vibaya kama jaribio la kuanzisha maandamano na vurugu. Licha ya uingiliaji kati huu, mwingiliano kati ya polisi na raia ulibaki bila mabishano. Wakazi wengi walionekana kufahamu msimamo mkali wa serikali ya Tanzania na walikuwa waangalifu ili kuepuka hali ambazo zinaweza kuzidisha mivutano. Wachambuzi wa masuala ya usalama walieleza kuwa mkao dhabiti wa utekelezaji uliopitishwa na polisi ulionyesha juhudi za kuzuia jaribio lolote la kupinga marufuku ya tarehe 5 Disemba ya maandamano. Walibainisha kuwa mamlaka zilizingatia hasa uwezekano wa machafuko na vurugu, hasa kutokana na kuenea kwa kasi kwa video za kupotosha mitandaoni alfajiri ya leo. Klipu hizi nyingi zilizorekodiwa miezi au hata miaka iliyopita zilikuwa zikishirikiwa upya kwa madai kwamba zilionyesha matukio ya leo, na hivyo kuongeza mkanganyiko katika mazingira ambayo tayari yana wasiwasi mkubwa Tanzania. Wakati huo huo, viongozi wa mitaa na wazee wa jamii katika mikoa kadhaa Dar es Salaam, Dodoma na Arusha waliungana na serikali kuwataka wananchi kuwa watulivu na amani. Waliomba kuzuiliwa na kuwakumbusha wananchi kwamba polisi walikuwa wazi katika maagizo yao na kwamba ukiukwaji unaweza kusababisha kukamatwa. Jumbe zao zilirejelea maoni ya serikali kwamba amani na utulivu vilikuwa muhimu zaidi na kwamba hakuna mtu anayepaswa kuhatarisha makabiliano kwa kushiriki katika shughuli inayoonekana kuwa ni kinyume cha sheria. Asubuhi nzima polisi walisitiza kuwa lengo lao halikuwa kuwatisha raia bali kuzuia machafuko, ndio maana wamejaa barabarani. Maofisa hao waliwahakikishia wananchi kuwa Tanzania inaendelea kuwa na amani na utulivu, huku wakiwataka waendelee na shughuli zao za kila siku bila woga na wengine kubaki manyumbani. Wakati huo huo, walisema wazi kwamba mtu yoyote anayejaribu kuhamasisha umati au kuchochea machafuko ya umma atakabiliwa na matokeo ya kisheria. Ujumbe huu wa pande mbili wa serikali na polisi, uhakikisho pamoja na onyo, uliangazia mamlaka yenye usawaziko yaliyokuwa yakisafiri kwa muda mrefu, hasa inapoingia tarehe 9 Disemba, tarehe ya uhuru wa Tanzania na tarehe ambayo inatarajiwa maandamano makubwa.